Kwa majina ninaitwa Raimu Hassani Bakari. Ni mfanyabiashara wa soko la Kariakoo. Kwa kweli zimeniathiri sana. Kwa sababu nishazoea kutoka kila siku, na Mtanzania hasa sisi wa hali ya chini, maisha yetu ya kutoka kila siku. Tunatoka ili tule. Sasa baada ya kuwa siku 6 niko ndani, kwa kweli nimeathirika sana kutokana na pia vitu vilipanda bei. Kama nyanya iliuzwa mpaka shilingi 1000. Nyanya ambayo ilikuwa patikana shilingi 100, lakini iliuzwa shilingi 1000. Kwa hiyo hali hiyo imeniathiri. Mchele uliuzwa mpaka shilingi 4000 ambao ulikuwa unauzwa shilingi 2500. Ni hali imeniathiri kweli kweli, imeniathiri kusema kweli. Mimi kama vijana nachowashauri waache mihemuko. Juzi swali lilotokea kwa vijana ilikuwa ni mihemuko. Kwa sababu wengi wao ambao wameandamana, ukimuuliza kwa nini umeandamana, yeye hana sababu ya msingi ya kuandamana. Kwa hiyo wengi waliandamana kwa sababu ya mihemuko, lakini mimi ninachoomba vijana waache mihemuko. Ikitokea swala kama lile pale, watulie na waweze kudai wanachokidai basi kwa mamlaka husika, na iweze huenda kuwatafutia ufumbuzi. Lakini kwa mihemuko kama juzi, mimi nashauri vijana wasirudie kitu kama kile tena. Kwa jina naitwa Faizati Peter. Ni mkazi wa Dar es Salaam, maeneo ya Mbagala, kata ya Mbande. Kiufupi, maandamano yalituathiri kwanza kiuchumi na kifamilia kiujumla. Kwa sababu maisha ya Mtanzania asilimia kubwa ili utoke ndio upate kuishi. Sasa dhidi ya hapo ilikuwa ni changamoto kwa kweli. Watu wamepata tabu, watu na watoto, familia zimeathirika kulingana na kipato kimekuwa ni tabu sana. Kwa hiyo maandamano kwa mujibu wa haya maandamano jinsi yalivyotokea, imetuathiri pakubwa sana kwa sisi wafanyabiashara na hata wanaokwenda makazini, maofisini. Wito wangu ni kwamba nasema kwamba nchi yetu ni ya amani na tusifanye mambo ya kuiga, kwa sababu tutazame sisi wenyewe wa Tanzania hichi kitu kitakuwa kimetuathiri kwa kiasi gani. Kwa hiyo ina maana tunatakiwa tukae chini tujifunze kwa jinsi tulichokifanya si kizuri wasi wa Tanzania, kwa sababu sio Utanzania. Kwa ushauri mimi nataka tujifunze kwa kweli, yaani kitu kile kisitokee tena.